Mheshimiwa, niwaombe mabalozi, sisi wa Tanzania ambao taifa letu huru, tunajua sisi sio kisiwa. Tunajua tunatakiwa kushirikiana na binadamu wengine wa kwenye mataifa mbalimbali kwa ajili ya diplomasia ya uchumi, diplomasia ya ulinzi, diplomasia ya maeneo mbalimbali kwa faida ya nchi yetu. Lakini vile vile na nyinyi mnapokuja kushirikiana na sisi, kuna kitu mnakipata kwetu. Tuko tayari kushirikiana na nyinyi, lakini tuko tayari kuilinda nchi yetu kwa wivu mkubwa, kwa sababu hatuna Tanzania nyingine, ni hii ambayo sisi tumeaminiwa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kulinda haki zetu kama taifa. Tutazilinda kweli kweli, lakini tutashirikiana na nyinyi kwa wale wanaotaka kushirikiana na sisi kwa maendeleo ya taifa letu. Mheshimiwa Waziri, na mimi nilipitia mswada ambao umewasilishwa kwenye kamati ya bunge ya mambo ya nje. Hili ni jambo kubwa. Hatuzungumzii taarifa, tunazungumzia mswada ambao ukipigiwa kura na kamati unapelekwa kwenye bunge la Seneti la Marekani, inageuka kuwa sheria. Mheshimiwa Waziri, natambua sisi wa Tanzania tuna mahusiano ya kihistoria na Marekani na tuko tayari kuyalinda kweli kweli mahusiano ya kidiplomasia, na sisi tutakuwa wa mwisho kuvunja mahusiano ya kidiplomasia na nchi yoyote. Lakini tunatambua taifa hili ni huru. Kuna mambo ambayo sisi kama taifa kwa katiba yetu, kwa sheria zetu, tuna uwezo wa kushughulika nayo, na tunawaomba watu wachache wanaotaka kuvunja heshima, tamaduni, mamlaka kamili ya nchi yetu wasitumie kigezo hicho kutaka kujinufaisha kisiasa. Mheshimiwa Waziri, tulitarajia wenzetu wangewasiliana na kamati yetu ya bunge ya NU kabla ya mswada huo kuufikisha kwenye kamati inaenda kuwa sheria. Leo unasema unapeleka mswada huo sheria kufuta visa kwa viongozi wa Chama cha Mapinduzi ambao wengine ni wahanga wa matukio hayo ambayo wao wanayarifaa. Viongozi wa Chama cha Mapinduzi, unazungumzia kuondoa visa viongozi wa ulinzi wa taifa letu ambao hakuna natural justice, hawakuhojiwa popote, hawakupewa fursa kama serikali kupitia wizara husika kutoa statement ya serikali kwenye kamati. Hili si jambo jema, linataka kwenda kuharibu taswira na kuharibu mahusiano ya kidiplomasia kati ya nchi yetu na Marekani. Lakini kwenye hayo mambo anayoyarifaa Daktari Samia Suluhu Hassan chini ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ya mahakama zetu wanazozihukumu mahakama, leo majarada 213 yamefungwa. Leo watuhumiwa 1736 wameachiwa, wako huru. Ni jitihada za mwanadiplomasia namba moja, ni jitihada na haki zinazosimamiwa na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama. Leo watu wameachiwa huru kwa matukio ya Oktoba 29. Mheshimiwa Waziri, mimi na uhakika hawana taarifa sahihi, wana taarifa za upande mmoja. Leo tunazungumzia kukuza demokrasia. Sisi tumechaguliwa, tuliuza ilani. Ukienda ukurasa wa 33, 32 wa ilani yetu inazungumzia amani, utulivu, kuendeleza uhusiano wa kidiplomasia sisi na mataifa mengine. Ilani yetu inazungumza kuendeleza utawala wa kidemokrasia kwenye ilani hii ya Chama cha Mapinduzi ambao ndio msafu wetu. Sisi tukaenda kupigiwa kura na wananchi. Sisi tumejua tumepewa jukumu la kuongoza nchi hii. Tumeiuza ilani, tuko kuilinda katiba, tupo kufata sheria, tuko tayari kufata utawala bora ambao sisi kwenye ilani yetu tumeuzungumzia. Leo ikitokea taifa lingine ambao sisi pia hatuwezi kwenda kuhoji vyombo vya ulinzi na usalama, vyombo vya kisheria vilivyopewa mamlaka ya kikatiba kwenye mataifa yao,
kwa sababu tu kuna watu wana interest ya kesi moja, wanasahau kuna kesi nyingi mahakama hizo za watoto wa masikini zimewaachia huru. Mheshimiwa Waziri, leo tunazungumzia, watu wanazungumzia, wanarifaa katiba mpya. Sisi kwenye ilani yetu tumeiweka. Rais wakati anahutubia bunge kwa mara ya kwanza amesema kabla hajamaliza utawala wake atahakikisha nchi na katiba mpya. Haya mambo Mheshimiwa Waziri, wizara yako iende ikawaeleze na kamati yetu ya bunge. Mheshimiwa Spika, na wewe ni mwanadiplomasia namba moja, ulikuwa kwenye kamati hii. Sisi tuko tayari kukupa ushirikiano kuhakikisha tunailinda nchi yetu kwa gharama yoyote. Asante Mheshimiwa Spika.